Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani inasema kwamba Ukraine haitoweza kurejesha eneo ambalo lipo chini ya mamlaka ya Warusi. Hii ni kwa mujibu wa waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio, ambaye anaendelea na namna ya kuhakikisha vita baina ya Warusi na wa Ukraine vinakamilika. Ingawa Rais Donald Trump ametoa siku 100 zingine katika kukabiliana na utatuzi wa mgogoro huo. Hata hivyo, eneo mojawapo ambalo kwa wakati huu Ukraine imekuwa ikilipigania kwa hali na mali ni eneo la rasi ya Crimea ambalo lilikuwa chini ya mamlaka ya Urusi tangu mwaka 2014. Kulingana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Ukraine haitoweza kulichukua eneo hilo. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Marekani amesema Ukraine kamwe isifikiri hata kumalizika kwa vita hivi itachukua eneo la Crimea na maeneo mengine. Volodymyr Zelensky wa Ukraine ametangaza hadharani kwamba hatawahi kutambua maeneo yaliyopotea ikiwa ni pamoja na Crimea kama eneo la Urusi, peninsula ambayo watu wake walipiga kura kwa wingi kujiunga na Urusi mwaka 2014, muda mfupi baada ya mapinduzi ya kijeshi yaliyoungwa mkono na Marekani mjini Kiev. Mikoa ya Kherson, Zaporizhia, Donetsk na Luhansk ilifanya kura za maoni mnamo mwaka 2022 ilikuwa sehemu ya Urusi. Mapema wiki hii mjumbe wa Marekani wa Rais Donald Trump, Keith Kellogg, aliambia Fox News kwamba Kiev imeeleza nia ya kuachia ardhi yote kama sehemu makubaliano ya amani. Ukraine haiwezi kuwarudisha Warusi waliokuwepo tangu mwaka 2014, Rubio alisema katika mahojiano yake na Fox News siku ya Alhamisi. Baada ya miezi kadhaa ya juhudi za amani zinazosimamiwa na Marekani, Washington ina wazo kwamba pande zote mbili zinataka mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani ili waweze kuhakikisha jambo hilo linamalizika kwa amani na usalama. Tunaweza kuona ni nini kingehitajika kwa Ukraine kuacha. Tunaweza kuona ni nini kingehitajika kwa Warusi kukomesha, alisema, akiongeza kwamba madai ya Moscow na Kiev bado yako mbali. Hata hivyo, mamlaka za Marekani zimeeleza ugumu wa kutatua mzozo kati ya Warusi na wa Ukraine katika nyakati hizi. Itachukua mafanikio ya kweli hapa hivi karibuni ili kuwezesha hili, au nadhani rais atalazimika kufanya uamuzi kuhusu ni muda gani zaidi tutatoa kwa hili, Rubio alisema, licha ya kwamba Rais Trump alitoa siku 100 zingine za mapambano ya kuhakikisha vita kati ya Warusi na wa Ukraine vinatamatika. Trump na Rubio wameonya hapo awali kwamba Marekani inaweza kujiondoa katika kuwa wakala wa amani katika mzozo wa Ukraine ikiwa hakutakuwa na maendeleo ya hivi karibuni. Sio kwamba vita nchini Ukraine sio muhimu, lakini ningesema kinachoendelea na China ni muhimu zaidi, Rubio alisema, akiongeza kuwa Iran ni wasiwasi mwingine wa Marekani. Moscow imesema mara kwa mara kwamba masharti yake ya amani ni pamoja na kutoegemea upande wowote kwa Ukraine, kutoegemea kijeshi na kufurutu ada, na pia kwa Kiev kuacha matamanio yake ya kujiunga na NATO, lakini pia kuacha mikoa mipya ya Urusi ya Kherson, Zaporizhia na Jamhuri ya Watu wa Donetsk na Luhansk sio jambo ambalo litajadiliwa, Rais wa Urusi Vladimir Putin alisema mwaka uliopita. Iwapo Kiev itaachana na mpango wa kujiunga na kambi ya kijeshi inayoongozwa na Marekani na kuwaondoa wanajeshi wake katika maeneo 4 mapya, Moscow iko tayari kuanzisha usitishaji mapigano mara moja. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.